kwa wale ambao wanatafuta chuo cha kumpeleka kijana wako ama wewe mwenyewe kwenda kusoma, suluhisho sasa limepatikana. Suluhisho lipo. Suluhisho bwana ni Makwish. Makwish College ni chuo bora kabisa ambacho unaweza kutimiza ndoto zako za kitaaluma, ndoto zako za kupata ajira kwenye sekta mbalimbali. Pale Nyashishi, Mwanza, jiji la miamba, The Rock City, chuo kiko pale, kimetulia pale na watu wamefika pale, wapo ambao wamefanikiwa kutimiza ndoto zao kupitia chuo hiki, na tumeona ni vizuri tukakusogezea fursa hii. Kama unafikiria ama uko unawaza huyu kijana wangu nimpeleke chuo gani, ama wewe ni kijana unahitaji kwenda chuo, unafikiria ni chuo gani ambacho kinaweza kukusaidia kutimiza ndoto zako, basi tunakuambia wazi kabisa kwamba Makwish ni suluhisho lako. Sasa ambaye atatuelezea vizuri kuhusu Makwish ni Alban Alfred, ambaye yeye ni afisa masoko wa Makwish College. Bwana vipi? I say fresh. Habari za Mwanza? Mwanza njema kabisa. Mwanza tunakula samaki tu. Samaki wapo wengi sana. Ngoja janao sasa. Tutamani. Yaani sasa aje na samaki au na Ziwa Victoria? Aje tuna samaki na. Okay, alivyosikia kwamba kuna mtu anaitwa Victoria hapa. Akashtuka. Akasema basi kwa sababu kule kuna Victoria, basi pia samaki watakuwepo. Na nilivyoona background yako na hayo mawe mpaka sasa sielewi uko uko Mwanza ama ndio yaani unajua hapa kuna Rock City, yaani kuna mlima Kilimanjaro, kuna BRT, kuna bahari, Askari Monument, lakini nafikiri sasa hivi tujikite kwenye The Rock City. Sawa. Tunakula samaki tunapata elimu. Bana Makwish. Naam. Tumesikia sana chuo kinazungumzwa, watu wanaongea nini. Ndio. Tukasema bana tu vizuri tukakuita, ukatuambia bana nini siri, mbona mmekuwa gumzo, mbona watu wengi sana wanaongelea hivi sasa? Kabisa kabisa. Kama ulivyokuja kusema, mimi kwa majina naitwa Alban Alfred, ni afisa masoko wa chuo cha afya Makwish. Kwanza kabisa kipekee, kwa niaba ya taasisi yetu tunapenda kuwapongeza Azam TV kwa kazi kubwa ambayo mmekuwa mkiifanya na mnaendelea kuifanya ya kuhabarisha Watanzania kwenye engo ya michezo, lakini kwenye engo ya habari. Kwa niaba ya taasisi ya Makwish, hongereni sana Azam TV. Shukrani sana. Sawa, lakini jambo la pili, sisi tunaitwa Makwish. Tuwapongeze kwa kazi kubwa mnayoifanya kutoa elimu kwenye masuala mbalimbali ya afya. Asante sana. Na sio elimu tu, elimu bora. Naam. Sasa sisi Makwish tunapatikana Nyashishi jijini Mwanza, kama ulivyoweza kusema jiji la miamba, watu wanaita Rock City, wengine wanasema jiji la samaki, jiji la maziwa, Sato na Sangara, ndio tunapopatikana Makwish. Tunatoa kozi za afya kwa ngazi ya diploma, nikiwa na maanisha tunatoa kozi 4 kwa sasa hivi. Kozi ya clinical medicine, hii ni udaktari, lakini kozi ya pharmaceutical science, hii ni ufamasia, lakini pia tuna kozi ya diagnostic radiography, ni kozi ya mionzi, lakini tuna kozi ya health record, hii ni kozi ya utunzaji wa kumbukumbu wa taarifa za afya. Sawa sawa. Na vigezo sasa, kila mtu anakuja ama kuna kiwango cha elimu, aina ya watu mnaowapokea? Naam, sawa. Kila kozi niliyoitaja ina vigezo vyake na sifa zake. Kwa mfano kozi ya ufamasia, vigezo vyake ni mwanafunzi ambaye amehitimu kidato cha 4 atatakiwa kuwa amefaulu kwenye masomo 5. Somo la kwanza ni somo la chemistry, lakini somo la biology, somo la hesabu, somo la English na somo la physics. Kwa hiyo akiwa amefaulu kwenye masomo 5, basi anaweza kusoma kozi ya pharmacy. Kwa ngazi ya diploma hiyo, anaweza kama amepata C, amepata B, lakini angalau alama D. Lakini pia kuna kozi ya clinical medicine, hii ni udaktari. Kwa hiyo mwanafunzi anatakuwa amefaulu kwenye masomo 4, somo la physics, somo la chemistry, lakini pia na somo la biology na somo lingine lolote isipokuwa la dini. Anaweza kama amefaulu kwenye Kiswahili, kwenye history, lakini lisiwe somo la dini. Lakini tuna kozi nyingine ya diagnostic radiography, ni kozi ambayo inahusiana na mambo ya mionzi tiba. Kwa hiyo hapo atakuwa amefaulu kwenye masomo 5 mwanafunzi, somo la chemistry, biology, physics, English pamoja na hesabu. Lakini tuna kozi nyingine ambayo ni ya utunzaji wa taarifa za afya, inaitwa health record and information technology. Yenyewe mwanafunzi atakuwa amefaulu kwenye masomo 4, somo la kemia, biology, somo la English pamoja na hesabu. Huyo mtu anayesoma
records. Huyu anakuja kufanya kazi gani? Sasa hawa health record wale ambao hospitali, unajua sasa hivi teknolojia imebadilika. Wale hospitalini, watu wanaohusika kutunza kumbukumbu, taarifa za afya, taarifa za mgonjwa nini. Kipindi cha nyuma walikuwa wanatumia mafaili, lakini sasa hivi teknolojia inavyozidi kubadilika, basi hawa watu wanaosoma health record ndio wanaenda kufanya kazi hiyo. Wanakuwa wanatunza kumbukumbu za mifumo za wagonjwa kupitia mifumo sasa ya kompyuta. Kwenye hizo kozi hamna ambayo inahitaji D2? Hapana, kwa sasa hivi hapana. Kipindi cha nyuma zilikuwepo, sasa hivi vigezo vimebadilika. Mamlaka imebadilisha vigezo. Kwa sasa hivi hapana. Kwa inabidi uwe na zaidi ya hapo. Kama sio tu D2 tayari kama nilivyoweza kutaja. Okay. Ndio. Sasa ni sekta nyeti kidogo ya afya. Ya, unaenda kutibu watu, sasa tukisema uwe na D2 mambo yakawa tofauti sana. Sio katuharibia wagonjwa. Unamwandikia mtu dawa za nani? Za kichwa, kumbe mtu anauma tumbo. Unasemaje bwana? Kwa hilo mmelizingatia kwa bwana, mnafuata pia miongozo ile iliyowekwa na Inactivate. Ndio. Tumelizingatia hilo na kila kozi na vigezo vyake kama nilivyoweza kusema. Lakini kitu cha pekee kabisa katika kozi hizo, zipo kozi ambazo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imezipatia kipaumbele cha mkopo. Zipo katika kozi hizo mbili ambazo nimezitaja. Ameuliza hapa kwamba kozi ya health record mwanafunzi anaenda kufanya nini hospitali. Sasa kozi ya health record hiyo kama nilivyosema, na yenyewe na mkopo kutoka serikali. Kwa serikali inaipa kipaumbele cha mkopo, lakini pia kuna kozi ya radiology, kozi ya mionzi, na yenyewe inapewa kipaumbele cha mkopo kutoka serikalini. Na ndio wale watu wa x-ray. Exactly hao. Unapata bodi ya mikopo inakupa mkopo. Kwa mambo yanakuwa mswano kabisa. Na hii ndo mandhari ya chuo. Hebu cheki kwanza ni cheki kwanza mandhari yenyewe ilivyotulia. Hiyo sio 3D. Hiyo ni real kabisa. Ni real kabisa. Unapokiona hivyo ndio kinapoonekana. Maki hii picha ni kama zile ramani za architecture zinazojengwa kabla sehemu haijaanza kujengwa zile. Unajua watu wengi waga hawaamini kama ni chuo, lakini wengi waga wanafika na wanaona uzuri. Kitu kingine kizuri ni kwamba Azam TV waga watu wanapata kuangalia kwenye sinema zetu Azam pale, waga wanakiona chuo. Kwa unapokiona hapo kinavyoonekana ndio kilivyo. Ukifika Makiwish unakutana kitu bana. Nafikiri kati ya vyo vyenye mandhari nzuri sana. Yaani ukikaa hapo wewe mwenyewe unajihisi kwamba uko chuo. Hii Nyashishi iko ni Mwanza mjini ama ni nje? Ukifika Mwanza mjini pale na takriban kutoka pale Mwanza mjini mpaka chuo ni takriban dakika 15. Sio mbali. Kumbe ni town. Ni town. Nisha kufika maeneo. Ushafika? Ulienda kusoma ili ndio? Mimi si nasema alumnus wa sauti. Nikajua ulienda kusoma hapa. Nilikuwa kukuuliza maswali kadha wa kadha, lakini shahada ya uzamili nafanya sauti. Heshima yako mkuu. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo pia nayafahamu. Kwa hiyo mimi naweza nikamthibitishia Mtanzania kwamba moja kati ya sehemu nzuri za kusoma ni pamoja na Makiwish. Kwa sababu unapajua, nimefika, lakini pia mandhari yake imetulia, na kama alivyosema Afisa Masoko kwamba mzazi hapaswi kusita kumpeleka kijana wake sehemu kama hii. Lakini sasa unajua watu wana hamu sana ya kujua utaratibu wa kujiunga. Mchakato ule wa kujiunga hasa kwa muhula mpya unaoanza. Sawa. Sasa mchakato wa kujiunga ni mwepesi sana au ni rahisi sana kuweza kujiunga na familia ya Makiwish. Tuna njia kadhaa ambazo mwanafunzi au mzazi anayetamani kujiunga na chuo chetu anaweza kazitumia kwa ajili ya kujiunga na Makiwish. Njia ya kwanza, anaweza kwa mkazi wa Mwanza au mkazi wa Kanda ya Ziwa, anaweza kufika moja kwa moja chuoni pale Nyashishi, akaweza kufanya usajili wake ni takriban dakika 3 mpaka 5 anakuwa amekamilisha zoezi la usajili. Hiyo ndio njia ya kwanza kwa waliopo Kanda ya Ziwa na maeneo ya jirani. Lakini kwa mtu ambaye yuko mbali, kwa mfano labda Dar es Salaam na mikoa mingine, anaweza akatembelea kwenye website yetu ya chuo ambapo akafanya maombi yake kule kwenye website ambayo ni www.makiwish.ac.tz. Kwa anaweza akaingia kule akachagua kozi ambayo anaitamani kuisoma akafanya application. Hiyo ni njia ya pili. Lakini njia ya tatu, anaweza akawasiliana nasi kwa namba zetu za simu ambazo ni 0783 901 379. Burudie tena kwa utaratibu kidogo. 0783 901 379. Lakini namba yetu ya pili ni 0767 967 894. Hiyo ni yani 07
67 302 hiyo ni namba yetu ya pili. Okay. Kwa anaweza akafika chuoni moja kwa moja au anaweza akatembea kwenye website ya chuo au anaweza akatupigia namba zetu za simu ambazo nimezitaja, lakini anaweza akaingia kwenye mitandao yetu ya kijamii, tunatumia Markwish College, kuna namba za simu pale akatutafuta. Bana, mimi nafikiri tusiongee sana. Tukutane. Yaani chuo chenyewe kinajieleza, tumeona mandhari nzuri ya kuvutia. Lazima tuende. Kuna fikiri tukutane pale. Alafu ukiwa maeneo kama unakula sana samaki. Na pia akili mtu wangu. Inaongeza. Na ndio nimeshaelewa kwa nini hamchukui D2. Lakini kitu kingine kizuri cha Markwish ambacho nimependa nikiseme hapa ni kwamba mwezi ujao, mwezi wa 9, tunaenda kufungua hospitali ya kisasa kabisa ya chuo chetu ambayo itakuwa inaitwa Markwish Medical Center. Hii hospitali ambayo itaenda kuwarahisishia wanafunzi wetu kufanya practical nyingi, lakini ambayo itaenda kuwasaidia Watanzania kupata ajira, lakini pia kutoa matibabu kwa Watanzania. Ni hospitali ya kisasa kabisa. Bana, nyie mambo yenu ya kimataifa sana. Ndio. Nafikiri tukutane Mwanza Nyashishi. Karibuni sana. Shukran sana.